Marekani imeweza tena kuidhinisha mpango wa dola milioni 310.5 katika mwendelezo wa upelekaji wa ndege za kivita za F-16 zinazoendeshwa na Ukraine zinazotolewa kutoka nchi za Ulaya. Hatua hiyo inajiri baada ya Washington na Kiev kutia saini mkataba ambapo inaipatia Washington ruhusa kufikia mali yake asilia badala ya usaidizi wa siku zijazo wa kijeshi. Ndege hizo aina ya F-16 kutoka wanachama wa shirika la kujihami la nchi za Ulaya maarufu kama NATO kufika Ukraine ziliweza kuidhinishwa na rais wa zamani Bwana Joe Biden kutoka huko nchini Marekani mwezi Agosti ya mwaka 2023, lakini ndege hizo za kwanza kabisa hazikuwasili nchini humo hadi mwaka jana, yani 2024. Wakati maafisa wa Ukraine walipongeza uwasilishaji huo kama mapinduzi makubwa, vyombo vya habari vya Magharibi viliweza kuonya kuwa hawatakuwa na mabadiliko ya mchezo katika mzozo huo, ambako mwezi wa 3 mwaka huu jeshi la anga la Ukraine lilikiri ya kuwa moja ya ndege ya F-16 inayoendeshwa na nchi hiyo ilisema kamwe haiwezi kushindana na ndege za hivi karibuni kutoka Moscow. Katika taarifa ya Ijumaa wiki hii, shirika la ulinzi la Pentagon maarufu kama DACCA lilisema ya kuwa idara ya jimbo iliweza kujiunga kwenye uuzaji wa kijeshi wa kigeni kwa Ukraine ambao unajumuisha mafunzo, vipuri, marekebisho ya ndege, usaidizi wa vifaa na usaidizi wa programu kwa ndege za F-16. Shirika hilo limeongeza kuwa uuzaji huo uliopendekezwa utasaidia malengo ya sera za kigeni ya Washington kwa kuboresha usalama wa nchi wa shirika ambayo ni nguvu ya utulivu wa kisiasa barani Ulaya. Zaidi ya ndege za F-16 takribani 80 ziliweza kuahidiwa kwenda nchini Ukraine na nyingi zikitarajiwa kutoka huko Belgium na Uholanzi, wakati Washington haijawahi kujitolea kutoa ndege hizo tangu kuahidiwa kwa ahadi hiyo. Wakati idadi kamili ya ndege zinazotolewa haijulikani, Moscow pia ilithibitisha mwezi uliopita kwamba ilikuwa tayari imeangusha ndege nyingine ya F-16, ambapo Zelensky kutoka nchini Ukraine kama rais pia wa nchi hiyo alisema rubani wa ndege aliangamia wakati wa mission ya kupambana na migomo kutoka Moscow. Mwaka 2024 Ukraine iliweza kuripoti pia kupotea kwa ndege nyingine aina ya F-16 ikisema ilianguka huku ikitoa mgomo wa angani kutoka Moscow. Tangazo la DACCA linakuja baada ya Pentagon kusema inatuma kuhisi na kutotumika kabisa kwa F-16 kwa Ukraine kwa sehemu inafuata pia kusainiwa kwa mpango wa rasilimali ya Marekani na Ukraine ambao unanuia kuiruhusu Washington kurejesha gharama ya msaada wa kijeshi wa baadaye kupitia mapato ya pamoja kutoka kwa leseni za rasilimali ya madini ya Ukraine. Moscow imelaani usafirishaji wa silaha za nchi za Magharibi hadi huko nchini Ukraine, huku ikionya kuwa watazidisha mzozo huo bila kubadilisha matokeo. Marekani pia inatayarisha vikwazo vipya kwa Urusi. Hii ni ripoti ambayo pia imeweza kuripotiwa na shirika la habari la Reuters, ambako Washington imekamilisha seti mpya vikwazo vya kiuchumi vinavyolenga Urusi kama njia ya kuilazimisha Moscow kusuluhisha mzozo na Ukraine. Reuters imeripoti ikinukuu vyanzo vyake kadhaa, lakini bado haifahamiki hata hivyo ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha hatua hizo. Ripoti za awali za vyombo vya habari zilidokeza kuwa Donald Trump hajaondoa vikwazo hivyo iwapo usitishaji mapigano hautafikiwa hivi karibuni. Siku ya Jumatatu ya wiki hii, Urusi iliweza kutoa usitishaji vita wa saa takribani 72, yani kuanzia Mei 8 hadi usiku wa 8 Mei 11, yani Mei 10 kuamkia Mei 11, ikionyesha mpango huo kama fursa ya kuanza mazungumzo moja kwa moja na Kiev bila masharti, ambako Zelensky alipouza akidai huo ni ubadhilifu, akisema ni udanganyifu, pia akikazia kuwepo
kwa mapatano ya siku 30. Malengo ya vikwazo vipya vinavyojadiliwa ni pamoja na kampuni kubwa ya nishati ya Urusi ya Gazprom na taasisi kuu zinazohusika na maliasili na sekta za benki. Afisa utawala aliweza kuliambia hivyo shirika hilo bila kutoa maelezo maalum. Urusi imekuwa chini ya vikwazo vya Washington kutokana na mzozo wa Ukraine tangu mwaka 2014 ambavyo viliimarishwa kwa kiasi kikubwa baada ya mzozo huo kushika kasi mwaka 2022 ambako Urusi imevitaja vikwazo hivyo kuwa haramu. Baraza la usalama la kitaifa la Marekani linajaribu pia kuratibu baadhi ya hatua za kuyadhibu zaidi Urusi. Chanzo kiliweza kusema hivyo na kuongeza kuwa hiyo italazimika kutiwa saini na Trump. Afisa mwingine wa Washington ambaye jina lake alikutajwa alisema ni simu yake kabisa. Kwa vile utawala wa Trump umekuwa ukishiriki kikamilifu katika mazungumzo ya Moscow na Kiev ili kumaliza mzozo wa Ukraine, inaripotiwa kuelekea mpango wa amani unaojumuisha utambuzi wa Marekani wa mamlaka ya Urusi juu ya eneo la Crimea pamoja na kusimamisha mzozo katika mstari wa mbele wa sasa na kukiri udhibiti wa Moscow juu ya sehemu kubwa za mikoa minne ya zamani ya Ukraine ambayo ilipiga kura kujiunga na Urusi. Mkataba huo pia unaripotiwa kuanzisha hatua ya kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa kwa Urusi na kuzuia Ukraine kujiunga na NATO. Wakati huo pia seneta wa chama cha Republican huko nchini Marekani, Lindsey Graham alisema angalau maseneta 72 sasa wanaunga mkono vikwazo vya kuponda mifupa ikiwa Urusi itapinga mazungumzo ya amani, ambako seneta huyo alikazia ya kwamba lengo la kundi hilo ni kumsaidia rais kupata mamlaka kuhusu Urusi. Mwezi uliopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayefahamika kama Marco Rubio alitilia shaka hekima ya kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi, akisema ya kuwa utawala wa Trump unatumai kuona ikiwa diplomasia itafanya kazi kwanza. Mara tu unapoanza kufanya mambo ya aina hiyo, unaiacha sasa umejiweka katika miaka mingine miwili ya vita na tutaki kuona ikitokea, alisema hivyo kiongozi huyo. Ambako wakati hao ya kijili, msemaji wa Kremlin bwana Dmitry Peskov yeye pia amesema kuwa Urusi bado imesubiri Ukraine katika pendekezo lake la kusitisha mapigano mnamo Mei 8 hadi Mei 10 kuamkia Mei 11, yani mwaka huu. Msemaji wa Kremlin bwana Dmitry Peskov alisema mnamo Mei 3 ya kwamba Moscow inasubiri jibu la mwisho la Kiev kwa usitishaji vita wa siku 3 kuanzia Mei 8 hadi Mei 10 kuamkia Mei 11 uliopendekezwa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Peskov alidai ya kuwa kukubali kwa Ukraine makubaliano hayo kungekuwa jaribio la utayari wa Kiev kwa amani ya muda mrefu. Maoni ya Peskov yanakuja kujibu madai ya Zelensky mapema Mei 3 ya kwamba pendekezo la siku 3 la kusitisha mapigano lilitumika kama onesho la maonyesho lililoundwa ili kurahisisha kutengwa kwa Urusi kimataifa na kuunda mazingira mazuri kwa ajili ya sherehe za siku ya ushindi huko Moscow. Wanaua hadi tarehe 7, wanatulia kwa siku kadhaa za starehe, kisha wanaanza kushambulia tena tarehe 11, Zelensky alisema hivyo. Tangazo la Putin ambalo liliwasilishwa kama masuluhisho ya kibinadamu kutoka usiku wa manane Mei 8 hadi usiku wa manane Mei 11 lilikuja wakati Kremlin ikiendelea kukataa wito wa Ukraine wa kukomesha kabisa uhasama. Ukraine ilikubali usitishaji mapigano uliopendekezwa na Washington wa siku 30 zaidi ya siku 50 pia zilizopita, lakini Moscow ilikataa ikitaka kusitishwa kabisa kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Mwisho wa ripoti hii. Pia ripoti zingine zinafuatia zaidi hapo baadaye. Cha msingi na kukumbusha kwamba endelea kunitembelea kila siku na kunifuatilia kila siku kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kutoka huko Urusi pamoja na Ukraine.